Mkutano mkubwa unaandaliwa kwa kukutanisha marais watatu: rais wa Urusi Vladimir Putin, rais wa Marekani Donald Trump na rais wa China Xi Jinping. Na mkutano huu unatajwa kwamba ni mpango wa kumaliza mapigano yanayoendelea huko Mashariki ya Kati, lakini pia na vita vya Urusi na Ukraine. Hali ya matumaini katika ulimwengu sasa, nchi tatu kubwa duniani kwa maana Urusi, China pamoja na Marekani zinatajwa huenda zitakutana kujadili namna ya kumaliza changamoto za kilimwengu wakati huu, hasa vita vinavyoendelea katika Mashariki ya Kati na Ukraine, kadhalika na mzozo wa Taiwan. Ni moja kati ya mambo makubwa ambayo wakati huu viongozi hao wanatajwa huenda watakutana ajili ya kutatua mizozo hiyo. Mkutano wa kilele wa APEC unaweza kuwakutanisha viongozi wa pande tatu, yani Vladimir Putin, Xi Jinping na Donald Trump. Mkutano huo wa pande tatu kati ya viongozi hao ni katika kuhakikisha kwamba unaweza kufanyika katika mkutano wa ushirikiano wa kiuchumi wa Asia Pacific APEC. Una uwezekano mkubwa utachochea mawazo ya kimataifa, kwani viongozi hao watatu wanatarajiwa kuwa Shenzhen mnamo mwezi Novemba. Itakuwa ni fursa nzuri ya kujadili uthabiti wa kimkakati, ikizingatiwa kwamba silaha kubwa zaidi za nyuklia duniani hazizuiliwi tena na mkataba wowote. Hata hivyo, wataalamu wanafikiria mkataba mpya wa uwezekano, na viongozi hao wanaweza kujadili njia za kutatua mizozo ya Iran pamoja na Ukraine, lakini pia na mizozo mingine midogo midogo ambayo inatokea ulimwenguni. Bado ni mapema sana kujadili mikutano maalum. Hata hivyo, mkutano huo wa pande tatu ungekuwa ni muhimu sana kwa maneno na vitendo. Inawezekana kabisa kwa kuwa viongozi watatu wa mataifa makubwa wanatarajiwa kuhudhuria mkutano huo. Balozi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Marat Berdiev, ambaye sasa ni afisa mkuu wa nchi katika APEC, aliambia gazeti la Izvestia. Kulingana na Vasily Klimov, mtafiti mwenza katika kituo cha usalama wa kimataifa chini ya taasisi ya uchumi wa dunia na mahusiano ya kimataifa ya chuo cha sayansi na cha Urusi, viongozi hao wanaweza kuzungumza mada ya udhibiti wa silaha za nyuklia, lakini kutazama mizozo iliyopo wakati huu, hasa mizozo mikubwa, mzozo wa Urusi na Ukraine, lakini pia mzozo uliopo Mashariki ya Kati ambao kimsingi umeyumbisha uchumi wa ulimwengu. China pamoja na Urusi ni washirika wa karibu wa Iran, lakini pia Marekani ndiye mshirika wa karibu wa Israel, ambayo imefanya uharibifu mkubwa katika Mashariki ya Kati kwa kuifanya Gaza kuwa magofu. Na moja kati ya mambo ambayo wakati wanazungumzwa ni namna ambavyo rais wa Marekani anataka kutatua kabisa mzozo kati wa Palestina na wa Israel. Moja kati ya jambo lingine ambalo linatajwa ni Marekani kufikia makubaliano na Iran kusitisha mapigano ya moja kwa moja, lakini pia kutazama namna gani wataweza kuifanya Iran isiwe na silaha za nyuklia. Ni jambo ambalo wa China na Warusi wamekubaliana kwamba Iran haiwezi kuwa na silaha za nyuklia, na kwa matakwa ya Wairani wenyewe waliweka wazi kwa Wachina na Warusi kwamba hawahitaji kuwa na silaha za nyuklia. Lakini ni rais wa Marekani Bwana Donald Trump kwa azma yake aliamua kuingia vitani katika kuondoa silaha za nyuklia, lakini mchakato mzito ilikuwa ni kuondoa utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kwa hivyo mkutano wa ana kwa ana wa viongozi hao watatu nchini China unawezekana kwa mara moja kuleta saini ya mkataba, lakini unaweza kuanzisha mazungumzo ya ngazi ya wataalamu juu ya kuunda mfumo wa pande nyingi wa taarifa na hatua za kujenga imani. Masuala yanayohusiana na kutoenea kwa silaha za nyuklia yanaweza pia kujadiliwa huko China kwa kuzingatia hali inayozunguka Korea Kaskazini. Mtaalamu Valdai Andrew Kortunov anabainisha. Mzozo wa Ukraine pia labda utakuja kuzungumzwa katika mkutano huo. Kulingana na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Bogdan Bezpalko, mjumbe wa baraza la rais wa Urusi katika mahusiano ya kikabila, kwa sasa ni muhimu sana kwa China na Marekani kukutana, na anasema hakuna uwezekano wa kujadiliwa kama suala muhimu katika uhusiano wa Urusi, China na Amerika. Lakini mtaalamu huyo anasema hataraji kuwa makubaliano kuhusu Ukraine yatafikiwa mara moja katika mkutano kama huo, na anaamini kuangazia zaidi masuala ya kimataifa. Na wakati huo huo, Kortunov anasisitiza kwamba ikiwa mkutano wa pande tatu kati ya Russia, Marekani na China utafanyika, mgogoro wa Mashariki ya Kati utaweza kufufuliwa wakati wa mazungumzo, si tu katika mazingira ya Iran, lakini pia kwa kuzingatia hali ya bahari ya Sham na operesheni za Israel huko Lebanon. Kadhalika, kuratibu misimamo ya nchi hizo tatu ni muhimu kwa kupatanisha maazimio ya pamoja katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Wataalamu wanasema hakupunguzi mijadala kuhusu nishati na usalama wa chakula pamoja na mageuzi yajayo ya Umoja wa Mataifa kuhusiana na muda wa Katibu Mkuu Antonio Guterres kumaliza muda wake.
Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue ni nini kinachojiri duniani.